Ni hali ya simanzi na huzuni iliyotanda katika eneo la kuhifadhia maiti hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, ambako ndugu, jamaa na marafiki pamoja na waumini wamekusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu askofu wa kanisa la True Path Revival Lazaro Ngonya. Askofu Lazaro alifariki dunia Jumatano tarehe 17 mwezi wa 6 baada ya tukio la kuanguka lililotokea katika eneo la Mlima Itega mkoani Dodoma, ambako alikwenda kwa maombi ya siku 3, na siku ya pili alikutwa na umauti uliojaa maswali kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mwili wake ulihifadhiwa hospitalini hapo kabla ya kupelekwa wilayani Kyela mkoani Mbeya kwa ajili ya mazishi na mapumziko yake ya mwisho. Wakizungumza na Dodoma TV, kaka na mwanafamilia wa marehemu wamesema kifo hicho kimeacha pengo kubwa kwa familia na waumini waliokuwa wakimtegemea kwa ushauri na huduma za kiroho. Mimi kwa majina naitwa Claudi Mwenda. Ni rafiki, ni family bondi wa ndugu Lazaro Ngonya. Tunasikitika pia kwa kilichotokea, kimekuwa surprise kwetu. Kama wanafamilia tumekuwa kwenye wakati mgumu sana, na jambo ambalo limetokea lilikuwa ni kwamba huyu ndugu yetu alikuwa ni mchungaji. Yuko katika mambo ya kiimani. Sasa wakati yuko katika masuala haya, alikwenda kwenye maombi mlimani, kwenye mlima wa maombi ya kiimani. Baada ya kufika kule, amefanya maombi siku ya kwanza. Alipofanya maombi siku ya kwanza, kwa mazungumzo ambayo tumeweza kupewa kutoka kwa jeshi la polisi na kwa watu ambao walikuwepo, manake wakati amefika kule kuna mtu amemkuta kule ambaye ana asili ya Kihindi, kama Kihindi Kiarabu nafikiri. Ana siku karibia 400 kadhaa kule, anaendelea kuendelea na huduma yake. Ndio akatoa taarifa kwamba walipofika pale waliendelea na maombi. Walipoendelea na maombi, na maombi yale yalikuwa ni makali, ndugu yetu Lazaro Ngonya alionekana kuzidiwa na maombi. Baada ya kuzidiwa na maombi, basi akaendelea kunena kwa lugha na kukemea. Lakini ulipofika muda wa saa 7 usiku, nasikia aliomba kutoka nje ya kojoa. Alipotoka huko nje kukojoa, ndio hakurudi tena ndani. Lakini bado hawa walitoka kwenda kumtazama nje, kwa sababu amekaa kwa muda mrefu bila kurudi. Wameenda wamemtazama nje, hawakumkuta, na ilishakuwa giza, ikawa ni ngumu kujua ni wapi ameenda. Asubuhi walivyoamka wakaendelea kumtafuta pia. Wakatafuta, walipomtafuta wakafanikiwa kuona sasa nguo, kwamba nguo ameziacha pembeni hapo. Wakakuta kule chini mtu akashajitupa akiwa amevua nguo, amebaki tu na nguo yake ya ndani. Baada ya hapo wao hawakuendelea na kitu chochote, ikabidi watoe taarifa kituo cha polisi. Ndio jeshi la polisi likachukua jukumu la kwenda kuchukua mwili pale. Tayari ishakuwa mwili tayari shaaga. Wakachukua mwili, wakafanya uchunguzi wao, wakauleta mwili mochwali, na sisi ndio tukapata taarifa. Baada ya kupata taarifa ndio tumefika kwa ajili ya kuja kufuata mwili na kupeleka kwenda kuhifadhi nyumbani kwetu Kyela. Sawa, labda kwa taarifa tu ambazo mzipata, walikuwa wameweka kambi kule kwa ajili ya maombi ya siku ngapi? Kile kambi waliweka kwa ajili ya maombi ya siku 3, na alifunga siku 3, na pale nyumbani aliaga kwamba anasafiri kwa sababu huaga ni tabia yake kwenda huko mlimani kwa ajili ya maombi. Yale maombi ya kiimani, maombi mazito. Huaga nikawa sio mara ya kwanza, ni mara nyingi anakuwa akienda. Tunaomba mtuombee. Mtuombee, tuko katika wakati mgumu. Mtuombee tufike salama. Tufike Mbeya kwa ajili ya kuweza kumhifadhi ndugu yetu apumzike. Hatuna mengi zaidi. Tunawashukuru wana Dodoma, tunawashukuru sana kwa moyo wenu wa upendo. Na kuweza kutufanya tukaweza kumkuta ndugu yetu. Maana vinginevyo tungeweza kukuta vitu vimeshaharibika sana. Lakini tunashukuru sana, tunashukuru jeshi la polisi kwa kazi nzuri. Hivyo. Sawa, lakini kwa uchache tu, pengine kuhusiana na kanisa lake, kuna taarifa yoyote ambayo labda litaendelea, au labda kuna namna yoyote ambayo nyinyi kama familia mmeweza kuipata taarifa? Hili tutalitolea ufafanuzi baadaye. Ameacha mke, watoto? Ndio, marehemu ameacha mke mmoja na watoto 4. Ambao wote walikuwa Dodoma au wako Mbeya? Walikuwa wako nyumbani kwake Mbeya. Asante. Kwa majina naitwa Isaya Samuel Ngonya, ni kaka yake na Askofu Lazaro Samuel Ngonya ambaye
amefariki dunia usiku wa kuamkia jana alipokuwa mlimani kwa mfungo na kwa kufanya maombi. Taratibu za mazishi zinaendelea kufanyika hapa Dodoma, ambapo mwili wa marehemu utapita kanisani kwake alipokuwa anafanyia huduma, na baada ya hapo tutamwaga. Tutaanza safari ya kuelekea Mbeya, ambapo pale Mbeya tutafanya kituo kidogo nyumbani kwake, kwa sababu marehemu alikuwa ni mtu mwenye familia yake na amejenga pale Mbeya. Hivyo kwa tamaduni zetu sisi Wanyakyusa lazima mwili uingie pale nyumbani kwake. Wakishamaliza kuaga majirani zake pale nyumbani kwake, tutaanza safari ya kuelekea Kyela kwa ajili ya kumpumzisha ndugu yetu. Hivyo tunategemea kumpumzisha siku ya Jumamosi. Kwa upande wake, rafiki wa marehemu amesema amepokea taarifa ya kifo hicho kwa mshtuko mkubwa, akieleza kuwa alimfahamu marehemu kama mtu aliyejitolea kikamilifu katika huduma ya Mungu na mwenye kujitenga na mambo ya kidunia tangu alipoamua kuishi maisha ya wokovu. Kwa majina naitwa Klani Digital, ni mwenyeji wa hapa Dodoma mjini, mkazi wa Mnada Mpya. Kwa huyu ndugu yetu ambaye amebahatika kututoka kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, binafsi nilimfahamu kidogo miaka zaidi ya 10. Tumekuwa tukishirikiana katika mambo ya hapa na pale, kutengeneza uchumi kama vijana. Lakini kwa baadaye, siku za hivi karibuni, alibahatika tuseme kuingia kwenye masuala mazima ya uchungaji. Kwa hivyo kwa ameingia kwenye masuala mazima ya uchungaji, alipofika Dodoma amekuwa akiishi Nzuguni vizuri na alianzisha kanisa lake mahala pale. Kwa hiyo tumekuwa na ushirikiano mkubwa wa kuendelea kuwa pamoja, kuzungumza, na mara kwa mara tumekuwa tukikutana tunakunywa kahawa, lakini binafsi sikuwahi kuona changamoto yake kama ingeweza kufikia mahala alipofikia yeye. Nilikuwa nimemuona kama mtu ambaye yuko sawa. Lakini ghafla siku ya jana asubuhi nikapigiwa simu, ilikuwa mida kama ya saa 1, kwamba ndugu yako amepata matatizo, alikuwa kwenye maombi ya kufunga, amejirusha kwenye mawe. Kwa hiyo kidogo nilipata mshtuko na sikuwa niko nomo kiasi cha kwamba ningeliweza kuchukua hatua kwa wakati huo, lakini kilichoniingia kichwani, tulibidi tuchukue usafiri na baadhi ya ndugu wawili watatu tuweze kuelekea hiyo sehemu ambayo tulikuwa tumeelekezwa, ambayo inaitwa Mlima Itega. Kwa hiyo baada ya kufika Mlima Itega, tulibahatika kufika mpaka hiyo sehemu husika ambayo ni kwenye msalaba. Pembezoni kulikuwa na kijumba, lakini kitu cha kwanza nilichokitambua ni viatu vya marehemu na chaji ya simu na shati ya marehemu. Kwa baada ya kupanda mpaka mahala pale, kiukweli hatukuweza kumuona wala hatukuweza kuona kitu chochote. Kwa wakati nikishuka chini, kwa hali haraka haraka tukaona kulikuwa na defender upande wa chini mlimani. Kwa hiyo niliyekuwa naye nikamuasi kwamba sisi tushuke mpaka pale kwenye defender, kwa sababu tutakapofika pale ni rahisi kama hao watatoka juu watatukuta chini. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, wakati tunashuka tulibahatika kuona watu zaidi ya kama 8-9 walikuwa kishuka, na baadhi yao walikuwa wameshuka wanamshusha binadamu mwenzetu ambaye tayari umauti ulikuwa umeshamfika. Kiukweli baada ya hapo na sisi tukashiriki kumtoa kule milimani alipojirusha kutoka juu mpaka chini, amevunjika. Kiukweli ilituumiza sana, kwa sababu na mimi ni binafsi nilikuwa nimekaa naye zaidi ya siku 4 nyuma, ambao tumeweza kuzungumza pamoja. Kwa tulivyoshuka chini, bahati nzuri na rasio akawa amekuja pale, ikabidi tupande tena mlimani alipojirusha kwenye hayo maombi yao. Lakini sasa sisi kama binadamu, mimi sikuwahi kuona kama mtu huyu alikuwa na matatizo ya kufikia kujirusha, lakini ninachojua alishawahi kuwa na changamoto ya matatizo ya kiafya ya kiakili, lakini alikuja akakaa sawa, akalikava, akawa mtu mzuri. Kwa hiyo binafsi nadhani ni changamoto, kwa sababu mambo ni mengi ambayo binadamu anaweza akayapitia, hata financial pay. Kuna wakati changamoto hizo, umezoea kuwa na pesa nyingi, ghafla zile fedha zinapokuwa zipo, na umejiingiza vile vile kwenye jambo lingine kama hili swala la uchungaji, kwa sababu swala la kanisa sio swala utalijenga siku moja. Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema kwamba hapa tunaongelea nadharia ya kile nilichokiona mimi.
Ni kweli alikuwa katika mfumo wa tuseme, alikuwa na nguo ambazo, baadhi ya nguo, kwa sababu mimi nilipata hata kurekodi baadhi ya kijumba alichokuwa analala. Kwa baadhi ya nguo yeye alikuwa amevaa nguo ya ndani aina ya boxer. Kwa sasa hatujajua, ndugu mtangazaji, je, maombi alikuwa anaruhusu afanye maombi ya namna hiyo au la? Na ni kipi kilichompelekea kutokuwa na nguo? Hilo bado ni jawabu ambalo hatuwezi kulipata mimi na wewe ndugu mtangazaji, kwa sababu hatukuwepo wakati anapofanya utaratibu wa kubaki bila nguo. Lakini kwa hali ya kawaida ukitazama na mahala alipotoka au baadhi ya wale waliokuwepo, kama yule aliyekuwepo, nadhani kama angelikuwa amefanya tukio hilo, sasa tunaliachia jeshi la polisi, sidhani kama ingelikuwa ni rahisi kumkuta eneo la tukio. Kwa hata wale waliokuwa nao, baadhi yao walishiriki, lakini kwa maelezo yao machache. Sasa kwa sababu tulipata bahati ya kusikia mahojiano yao na RCO kwamba walikuwa ni mara kwa mara wanaenda kwenye maombi, mara kwa mara alikuwa akienda akiwakuta wao wakiendelea na ibada zao.